Bwana, uhali gani mwanafamilia wa Mbayu TV? Hujambo na nikukaribisha tena katika YouTube channel yetu, mahali ambapo wewe umezoea kuona zipata taarifa ambazo zinatokea kila siku zenye ukweli na uhakika. Na hivi sasa tunaangazia taarifa ambayo imeweza kutokana na picha ambazo zimesambaa kweli katika mitandao ya kijamii katika siku ya leo hii, ambapo zilikuwa zikimuonyesha aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, ambapo alikuwa akisalimiana na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema walipokutana katika sherehe jijini Arusha. Na picha hizi zimeweza kuibua hisia nzito baada ya ukimya wa muda mrefu wa kiongozi huyu wa muda mrefu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tena katika nafasi ya juu kabisa, mwenyekiti ambaye amedumu kwa miongo takriban miwili akiongoza chama hiki. Na baada ya kuondoka katika nafasi hii mwezi Januari mwaka huu, tulishuhudia katika kipindi chote hichi ameweza kuwa ukimya mzito kweli bila kuweza kuwa anazungumza kitu chochote kuhusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na ameweza kukutana na Godbless Lema, ambapo huyu katika uongozi wa saizi wa Chadema yeye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, na tulimshuhudia kipindi cha kampeni alikuwa kwenye timu ambapo ni timu ambayo ya viongozi wa sasa, kwa maana namzungumzia mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na makamu mwenyekiti bara John Heche. Alikuwa upande huu, alikuwa akiwasupport kweli John Heche pamoja na Tundu Lissu, lakini alikuwa akionyesha kutumia kila aina ya silaha kuweza kumkabili aliyekuwa mwenyekiti, kwa maana ya Freeman Mbowe. Aliweza kumkabili kweli hadi watu kaanza kuhisi kwamba pengine hawa ni watu ambao wapo katika migogoro, ama migogoro yao inaweza ikawa ikiendelea kwa muda mrefu, kwa maana ilifika hatua akawa anazungumza hata vitu ambavyo vilikuwa vijulikani, pengine unaweza kusema vilikuwa vinazungumzwa nyuma ya pazia. Lakini katika kipindi cha kampeni za ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tulishuhudia kila aina ya neno ambalo kiongozi alihisi inaweza ikawa ni silaha kwake, kwa maana Freeman Mbowe na Godbless Lema waliweza kutumia, na hususan katika swala zima la kugombea mwenyekiti wa kanda ya kaskazini. Tuliweza kushuhudia wakiweza kuzozana kweli, kila mmoja akiweza kumtuhumu mwenzake kwa jambo ambalo pengine alikuwa analiamini yeye. Lakini siku ya hapo jana walipokutana katika sherehe pale jijini Arusha, tulishuhudia wote wakiwa ni watu wenye furaha na waliweza salimiana vizuri kabisa bila kuonyesha kwamba kuna shida yoyote ambayo inaweza ikawa ilikuwa inaendelea kwa nyuma. Ndivyo tunavyorudi na kusema kwamba katika maisha ya siasa hakuna adui wa kudumu, mtazozana tu na mtagombana katika kipindi ambacho pengine mlikuwa mnatafuta kuweza kuungwa mkono na kundi kubwa. Mambo yakishaisha, wananchi wakachagua yupi ambaye wanahisi ni sahihi kwenda naye, basi na nyinyi mnarudi mnakuwa ni kitu kimoja kwa lengo la kuendelea kukiongoza chama. Na labda swali kubwa linaloibuka katika picha hii ni kwa nini Freeman Mbowe, ambaye yeye ameweza kuwa kwa muda mrefu mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia kiongozi na mpaka hivi sasa ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu ya Chadema, amekuwa kimya licha ya kwamba chama chao kimeweza kupitia katika misukosuko mingi. Chama chao viongozi wajua wameweza kupitia katika misukosuko mingi. Hatujamsikia yeye kama kiongozi ambaye pengine katika kipindi cha hapo nyuma haya ambayo Chadema wanayapitia leo hii naye katika kiasi fulani aliwahi kuyapitia. Na kwa umoja wao viongozi ambao pengine wapo hivi sasa katika nafasi waliweza wakazungumza, lakini yeye amekuwa kimya. Tumeweza kushuhudia picha hizi zinakuwa zinaonyesha tabasamu. Hili ni ishara kwamba wanaelewana na pengine bado wanaendelea kufanya mawasiliano. Bwana, una maoni gani kuhusiana na picha hizi ambazo zimetembea kweli katika mitandao ya kijamii siku ya leo hii? Hii ni Mbayu TV, langu jina ni David Edward. Endelea kuwa nasi kila siku na kila saa.